Makubaliano ya ushirikiano wa kisiasa kati ya chama cha United Democratic Alliance UDA na Orange Democratic Movement ODM, ambayo rais wa Kenya William Ruto na kiongozi wa upinzani Raila Odinga walitia saini siku ya Ijumaa, hayakujikita katika msingi wa kisheria na katiba, ni kwa mujibu wa wachambuzi katika taifa hilo. Aidha, ripoti wanayoazimia kutekeleza ya kamati ya mdahalo wa kitaifa NADCO pia imekosolewa vikali. Shisia Wasilwa anayo taarifa hiyo. Vyama hivyo vingali wanachama wa miungano ya kisiasa ambayo haijavunjwa rasmi na havijajiondoa rasmi kuweza kuunda muungano mpya. Wachambuzi wa siasa wanahisi kwamba hii ndio sababu vinara hao hawakuweza kutangaza muungano rasmi wakati wa kutia saini mkataba wa ushirikiano. Hata hivyo, wananchi wanasema utekelezaji wa aliyomo unaweza kuishia katika kuundwa kwa muungano ambao utaendelea kuleta utulivu nchini katika miaka ijayo. ODM ni chama tanzu cha muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya na UDA ni mwanachama wa muungano utawala wa Kenya Kwanza. Mikataba ya miungano hiyo miwili imepelekwa kwa msajili wa vyama. Je, wananchi wanayapi kusema kuhusu muungano huo? Jina langu ni Ken Tarus. Kwa maoni yangu mimi nimefurahia sana hiyo kuungana kwa hawa. Kila mtu anakaribishwa. Nyanza, Western, Central, Rift Valley, lakini Central msikuja na ule mtu mwenye alikuwa ametuharibia. Mimi naitwa Peter Kimngetich Maritim. Nimefurahi sana kukuwa na ushirikiano katikati ya Raila na Ruto. Tumeshukuru sana Ruto kupokea Raila akuje ndani ya katikati ya serikali, wawe pamoja na watu ya huko chini wote, tuwe pamoja kuunganisha Kenya na kushirikiana pamoja. Wakenya wanasema kulingana na tamko la Odinga kuna uwezekano vinara hao wanasubiri utekelezaji wa mfumo wa kisheria kabla ya kutangaza muungano rasmi mwaka 2027. Kiongozi wa chama cha Wiper Democratic Movement Kalonzo Musyoka, ambaye ni kinara mwenza katika muungano wa Azimio, alitaja mkutano wa Raila na Ruto ni usaliti mkubwa kwa Wakenya. Ingawa Raila na Ruto waliafikiana kutekeleza ripoti ya NADCO ambayo ni matunda ya mazungumzo ya pande mbili katika ukumbi wa Bomas of Kenya mwaka 2023, Wakenya wanasema jinsi walivyoisuka ndoa yao ndio sababu inayofanya ipingwe, kwa kuwa wanaonekana kujinufaisha wao binafsi na washirika wao. Miongoni mwa mapendekezo ya ripoti hiyo ni kubuniwa kwa wadhifa wa waziri mkuu ambao inasemekana umepangiwa Odinga. Tunafurahi kuwa ufujaji wa pesa utapiganiwa. Malaira amesahau na ndoto yake. Ile ilikuwa ndoto ya kupigania Mkenya na amekuwa mtu wa kujipigania tumbo yake. Wakenya wanasema kuwa utekelezaji wa baadhi ya mapendekezo ya NADCO utahitaji kura ya maamuzi na kutumia njia ya mkato kupitia bunge. Wakenya hao wanasema kuwa kwa sasa wadhani Rais Ruto anaweza kukubali kura ya maamuzi, hasa baada ya kutofautiana na alikuwa naibu wake Rigathi Gachagua. Wameongeza kusema kuwa atakuwa anavikaribisha vita vya kuonesha ubabe ambavyo vinaweza kuitumbukiza nchi mahala pabaya. Ruto na Odinga wanasisitiza kuwa makubaliano yao si kwa ajili ya kugawana nyadhifa serikalini, bali ni kuweka msingi wa mashauriano kuhusu masuala yanayowakabili wa Kenya. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi. Ni ripoti